Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba, tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamee wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Lakini ni vyema hata kufuatilia kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho, upate kujifunza kitu ambacho Mungu mwenyewe anataka ujifunze, ili upate kuelewa jinsi Mungu anavyotupenda sisi wanadamu ulimwenguni. Kilichobaki ni sisi tukumpa moyo wake ili apate kutawala pamoja nasi. Leo tutajifunza siri 4 za Yesu Kristo katika kitabu cha Matendo sura ya 2. Tutaanza na siri ya kwanza, namna Roho Mtakatifu wa Yesu kwa mara ya kwanza alivyoshushwa na Yesu duniani. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 13. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu watauwa, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Waparathi na Wamedi na Waelami nao wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Filigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Krene, na wengine watokao Lumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Wakashangaa wote, wakaingiwa na shaka, wakiambiana, maana yake ni nini mambo haya? Wengine walidhihaki wakisema, wamelewa kwa mvinyo mpya. Nini cha kujifunza katika siri ya kwanza kabisa, namna jinsi Roho Mtakatifu alivyoshushwa na Yesu Kristo na akaonekana kwa macho? Watu wanashuhudia hapa. Tunaona watu wa kabila nyingi na Waarabu hapa wanashuhudia lugha zao zikinenwa. Jambo la kujifunza la msingi hapa, Roho Mtakatifu hana lugha rasmi. Maana yake ni nini? Roho Mtakatifu hana lugha rasmi. Maana yake anaweza akajidhihirisha kwa lugha kama yangu. Mimi ni Msukuma wa Tanzania, anaweza kaongea, na pia anaweza kaongea lugha yoyote ile ambayo wewe pengine huwezi. Na zingine Roho Mtakatifu anaongeaga lugha za kimbingu ambazo hata mtu anaponena anashindwa hata kuielewa hii lugha ni ya wapi. Ni lugha ambayo nakuta ni connection ya mtu husika na Mungu peke yake, lugha za kimbingu. Ndivyo alivyo Roho Mtakatifu. Lakini kitu kingine cha kujifunza hapa, Yesu Kristo ahadi yake ni kweli. Tumeiona aliahidi
atamleta Roho Mtakatifu. Kama we ni msomaji mzuri sana wa Biblia takatifu, na alilitimiza, ni miaka 2000 zaidi sasa mpaka leo. Roho Mtakatifu tuko naye, tunaishi naye ulimwengu huu, na anaenda kwa kila mtu ambaye yuko tayari kumkiri Yesu Kristo. Kazi yake ni moja tu. Ukimkiri Yesu Kristo, Roho anagawanyika kama upepo, kama ndimi za moto, na unafanyika kuwa mwana wa uzima, mwana wa Mungu. Hivyo Yesu Kristo, ahadi zake ni kweli. Siri ya pili, baada ya Roho Mtakatifu kushuka, Petro na mitume wenzake 11 waanza huduma. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 14 hadi 36. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Petro anaanza kazi sasa. Sivyo mnavyozani, watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa 3 ya mchana. Lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli. Yoeli 2 mstari wa 28. Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naam, na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Nami nitatoa ajabu katika mbingu juu, ishara katika nchi chini, damu na moto na mvuke wa moshi. Jua litageuka kuwa giza na mwezi kuwa damu, kabla ya kuja ile siku ya Bwana iliyo kuu na iliyo dhahiri. Na itakuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Enyi waume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake, ninyi wenyewe mnavyojua. Mtu huyu alipotolewa kwa shauri la Mungu lililokusudiwa, na kwa kujua kwake tangu zamani, ninyi mkamsulubisha kwa mikono ya watu wabaya, mkamuua, ambaye Mungu alimfufua akiufungua uchungu wa mauti, kwa sababu haikuwezekana ashikwe nao. Maana Daudi ataja habari zake, nalimuona Bwana mbele yangu siku zote, kwa kuwa yuko upande wa mkono wangu wa kuume, nisitikisike. Kwa hiyo moyo wangu ukapendezewa, ulimi wangu ukafurahi, tena mwili wangu nao utakaa katika matumaini. Kwa maana hutaiacha roho yangu katika kuzimu, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Umenijulisha njia za uzima, utanijaza furaha kwa uso wako. Waume ndugu zangu, mniwie radhi niseme kwa ujasiri mbele yenu habari za baba yetu mkuu Daudi, ya kuwa alifariki akazikwa, na kaburi lake liko kwetu hata leo. Basi kwa kuwa ni nabii, akijua ya kuwa Mungu amemwapia kwa kiapo ya kwamba katika uzao wa viuno vyake atamketisha mmoja kati ya kiti chake cha enzi, yeye mwenyewe akitangulia kuyaona haya, alitaja habari za kufufuka kwake Kristo, ya kwamba roho yake haikuachwa kuzimu, wala mwili wake haukuona uharibifu. Yesu huyo Mungu alimfufua, na sisi sote tu mashahidi wake. Basi yeye akiisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu na kupokea kwa Baba ile ahadi ya Roho Mtakatifu, amekimwaga kitu hiki mnachokiona sasa na kukisikia. Maana Daudi hakupanda mbinguni, bali yeye mwenyewe anasema, Bwana alimwambia Bwana wangu, keti upande wa mkono wangu wa kuume, hata nitakapowaweka adui zako chini ya miguu yako. Basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu
amemfanya Yesu huyu mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Nini cha kujifunza hapa? Roho Mtakatifu wa Yesu ndiyo ubatizo wa kweli. Roho Mtakatifu wa Yesu Kristo ndiyo ubatizo wa kweli. Na ubatizo wa Yesu Kristo ni wa kumwamini na kumkiri. Anajaza Roho Mtakatifu kama jinsi tunavyoshuhudiwa hapa, jinsi Roho Mtakatifu alivyoingia kwa watu akaanza kunena matendo makuu. Unajua, nataka nikukumbushe jambo moja. Roho Mtakatifu akiingia ndani yako utanena matendo makuu, na jamii pengine inayokuzunguka wanaweza akasema ni kichaa. Kuna maneno utakayotamka ambao hawayaoni, lakini wewe unayaona katika ulimwengu wa roho, na utakuwa na furaha kubwa. Na kitu cha kushangaza, unaweza ukanena hata Kifaransa hata hujawahi kukisoma. Ndivyo alivyo Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hapa tunashuhudiwa na wanafunzi wa Yesu, mitume, kwamba Roho Mtakatifu alimiminwa ndani ya wanafunzi, wakampokea na wakaanza huduma yake. Lakini jambo lingine la kujifunza hapa, kwa yule ambaye pengine huelewi maana ya ubatizo wa Yesu Kristo, ubatizo wa Yesu Kristo ni ule wa Roho Mtakatifu na moto. Hata wanafunzi wa Yesu Kristo hawa 12, hakuna sehemu ambapo Biblia inasema walilowekwa kwenye maji ili wapate kufanyika wana wa Yesu, bali Yesu aliwaita tu. Walipoitika, roho zao zikawachoma, wakamfuata. Kuna mmoja aliitwa akakataa. Kumbuka, kuna kijana mmoja tajiri alienda kuomba uzima wa milele, jinsi wa kuurisi, akaitwa auze mali, akashindwa. Maana yake Roho Mtakatifu akumkamata pale vizuri na akubatizwa. Lakini tukiangalia wengine, wakina Petro, wakina Bartolomeo, wakina Yuda, Yakobo, wakina Yohana, waliitwa wakaacha nyavu zao, Roho wa Yesu akaungamanika na wakaambatana nao. Ni kitu cha ajabu sana. Wakaacha watoto, wakaacha mashamba, wakaacha watoto wako na wake zao. Ndivyo anavyofanya kazi Roho Mtakatifu akiingia kwako. Kuna mambo utayafanya hata yale yasiyowezekana. Hata kuuza vitu utauza na hautaona haya, kwa sababu Roho Mtakatifu yumo ndani yako. Ndio ubatizo wa Yesu Kristo ulivyo. Si lazima maji mengi au ulowekwe mtoni, lakini ukiona imani yako inatindika mpaka maji yaguse, ni vyema zaidi, kwa sababu Mungu mwenyewe na Yesu Kristo na yeye aliliona hilo, alianza na hicho, ni bora zaidi. Siri ya 3, watu 3,000 watubu na kubatizwa kwa jina la Yesu kutokana na mahubiri ya Petro. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37 hadi 42. Waliposikia haya, wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akamwambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wamjie. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao waliopokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Nini cha kujifunza hapa? Roho Mtakatifu wa Yesu ameanza kuzaa sasa. Ameanza kuzaa, na tunashuhudiwa jinsi ilivyo kudhibitisha kwamba wakati wananena lugha za Kiarabu na lugha za Kiunani, alikuwa ni Roho Mtakatifu aliyetoka mbinguni akawajaza nguvu. Lile neno wakawa wakilitamka linaenda na Roho Mtakatifu wa Yesu linawashawishi watu, wanachomwa. Watu 3,000 hawa wamejiunga, ndiyo namba 3 ya Yesu, maana kwa Mungu hatunaga 00. Namba hizo zote 3 ambazo zinawakilisha 3 ni 0, Utatu Mtakatifu. Maana yake Yesu Kristo ameanza kazi yake kudhibitisha kwamba yeye ni Mungu Baba na Roho Mtakatifu. Kwa maana hiyo tunafundishwa hata sisi kwamba tuige matendo haya. Mpaka sasa hivi
watu wanahubiriwa wanaingia kwenye ufalme wa Yesu ni zaidi ya miaka 2000 sasa. Ni wengi sana. Ukitathmini sasa hivi tuko zaidi ya miaka 2000. Manake watu inawezekana wamefika matrilioni na matrilioni ya watu wanaingia kwenye ufalme wa Mungu. Na sasa hivi kila taifa wanahubiriwa, wanaingia kila sekunde, wanaingia ni mabilioni. Je, wewe unasubiri nini ambaye bado uko nyuma huko? Unaona mauzauza umwamini Yesu Kristo, hautaikosa mbingu kizembe. Pole sana na kuomba uje sikiliza maneno haya, umwamini Yesu Kristo upate kupona, na siku ya mwisho upate kupaa na Yesu Kristo bila roketi, bila ndege, kwenda mbinguni, kwenda kusherekea na Yesu Kristo miaka 7. Na hapo baada ya hapo ataturejesha wale wateule wa kukaa duniani na wateule wa kukaa mbinguni, na maisha yatakuwa mazuri milele yote, hatutakufa tena. Siri ya 4, maisha mapya ya waumini wa kwanza katika Injili ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 43 hadi 47. Kila mtu akaingia na hofu ajabu nyingi, na ishara zikafanywa na mitume, na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba, na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Nini cha kujifunza hapa jamani? Fundisho kwetu ni kwamba tuige mwenendo wa watu hawa. Walikuwa na upendo mpaka walianza kuwavuta watu. Unaona, wakamsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Unaona, sisi nyakati hizi Roho Mtakatifu ataongezeka maradufu kuliko hata kipindi kile, kwa sababu sasa nyakati tulizo nazo, Ibilisi shetani mpaka muda huu ninavyoongea yuko kule kuzimu. Fikira zake zimefinywa, yani amepigwa alama kwenye paji la uso, ili watu wamuonapo kwa kila uongo wasidanganyike. Ufunuo 20 mstari wa 3 iko wazi sana kwa msomaji mzuri wa Biblia. Maono haya niliyaona live na mwaka 2023, na ni dhahiri mpaka sasa tuko katika ufalme wa Yesu Kristo. Kilichobaki ni wewe kuingia katika ufalme wa Yesu ili upate kutawala na Yesu Kristo. Ndio maana unashuhudia wanamuziki wa kidunia wanajiunga katika ufalme wa Yesu, maana walinenewa kwamba makahaba na watoza ushuru watawatangulia kwenye ufalme wake. Lakini kuna waumini ambao bado wameshika misimamo ya kidini inayowafunga, amri za kidini zinazowafunga, wanakuwa na choyo tofauti na ufalme wa Mungu. Unataka tuwe na upendo. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.